Popote pale ambapo unatusikiliza asubuhi leo, karibu sana. Hii ni Amka na Rhapsody. Ibada nzuri sana ya baraka asubuhi leo, wakati wa utukufu wa ushindi wa ubora. Na moja kwa moja naweza kukaribisha tufungue ibada yetu asubuhi leo kwa maombi. Basi katala barabangro dige jele vraka tele brako todo barabangre dige le barabandoro kosa la parabande ribaka. Asante Baba, asante mfalme wa falme, asante Bwana wa mabwana, asante kwa neema yako iliyokuu, iliyo bora, ya kipekee. Uliye Mungu wetu, nguvu yetu, ujasiri wetu, ngome yetu, hamasa yetu. Asubuhi leo Bwana tunakuabudu, asubuhi leo tunakubariki, asubuhi leo tunalihimidi jina lako Bwana. Asubuhi leo tunainua mikono yetu mbele zako kama ishara ya shukrani na sifa mbele zako Bwana. Ukuhimidi wewe Mungu uliye mkuu. Asante kwa kumhudumia kila mmoja wetu asubuhi leo katika namna pekee, katika namna tofauti sana. Asante kwa nguvu ya uweza wako Bwana. Balira basoko roko tolo barabasigidi bokoro balabasira. Nalibariki jina lako Bwana. Tunasema asante, maana hakuna atakayeshiriki ibada hii mpaka kimaliza na akaondoka kama ambavyo alikuja Bwana. Baraka yako, nguvu yako, uweza wako, utukufu wako, neema yako tofauti inamwangazia kila mmoja wetu asubuhi leo, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Balira kasika la baraboro basa. Haleluya. Asubuhi leo pale ulipo, tarehe 31 leo, kama ambavyo tumesikia, mwezi huu wa 8 mwaka 2025. Nataka kumwabudu Bwana pamoja na mimi pale ulipo. Mshukuru Bwana kwa wingi wa fadhili zake na rehema zake. Shukuru kwa matendo yake makuu ndani ya mwezi huu wa Agosti. Balira kasopati kele boroko soprakiti la barabosa. Nitakwenda kusoma Zaburi ya 136 mstari wa kwanza mpaka wa 9. Basi prate ujule bandara solo barabazira. Ndio linasema, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Mungu wa miungu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuruni Bwana wa mabwana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye peke yake afanya maajabu makuu, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye alizifanya mbingu kwa fahamu zake, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliitandaza nchi juu ya maji, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye alifanya mianga mikubwa, kwa maana fadhili zake ni za milele. Jua litawale mchana, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mwezi na nyota zitawale usiku, kwa maana fadhili zake ni za milele. Masoko lo barabala borobosia. Asubuhi leo pale ulipo, je pretele fraktele prakosa. Malengra kala barabozidi baraba. Nataka kumwabudu Bwana, maana fadhili zake ni za milele. Yeye aliye ngome yetu na ujasiri wetu. Yeye aliyekuhifadhi kuanzia tarehe 1 ya mwezi huu wa Agosti mpaka leo tarehe 31, kwa maana fadhili zake ni za milele. Yeye alitunza amani ya nchi yetu hata leo hii, maana fadhili zake ni za milele. Barabosa parabala batili barabas. Kruta la pradiga jile baramanda rabos. Krepati jela paromanda. Sopradiga la manda rabos. Jiachilie mbele za Bwana asubuhi leo. Mwabudu Bwana, mpe sifa na utukufu. Kama unaweza kunena kwa lugha, nena kwa lugha pale ulipo. Sapravangre dige jile manda rabala bozidi baraba. Moyo wako ukitoa shukrani mbele za Bwana kwa wingi wa fadhili zake na rehema zake ndizo mpya kila asubuhi, kwa ubora na ukuu wake ulio tofauti na pekee. Shapeti limana sapradaga la barabosa. Si bradiga vajala manda rati limanda raboso kulubozida. Ibraga la mangradiga vale azus zivija livarus. Si garabala manda rabala bazida. Peke yake aweza fanya maajabu na makuu sana. Langra flakte lakradosa. Si pradiga jili mandarabasi kele barabazira. Rigi jili mandarabala mandarabazira. Rigi zili bulu baramandarabos. Rigi bujulu mandarabazila mandarabazira. Yeli gabari ya Sham, kwa maana fadhili zake ni za milele. Asubuhi leo, haijalishi ni changamoto gani imekuwa mbele yako. Inawezekana ni kubwa kama bahari ya Sham, la pravangra tila mandarabosa. Lakini nataka nikwambie kunaye ambaye ni Bwana mabwana, mfalme wa falme. Kama ambavyo aweza kufanya wana wa Israeli walipokuwa wanatoka katika nchi ya Misri kuelekea katika nchi ya ahadi. Akagawanya ile bahari ya Sham, na wana wa Israeli wakapita
Malingra antala barabosika la barabosi. Asubuhi leo Bwana anaweza kufanya mambo makuu ya kipekee kwa ajili yako. Nataka kuabudu pale ulipo asubuhi leo. Shapriva la mandara barabasi. Barabutulu mandara basi. Oh, sakradige jili mandara barabasi. Ruigi bala mandara barabasi. Jibriga la mandara basi giri bakala barabas. Griba la mandara barabasi. Sara da. Jiri bala mandara basi. Ruigi buru bala mandara basi. Yeye ndio msiri wako, ndio egemeo lako, ndio tumaini lako. Yeye onaye sirini. Rabasigiri bakala barabasi la baraba. Oh, libariki jina lake asubuhi leo. Ribo zile mandara bala bodo. Sopra malangrati la mandara basira. Shigiri bala mandara basira. Uaminifu wake ni tofauti. Yeye ndio tumaini letu na egemeo letu. Jacre vala mangara bala bos. Rati sakrita sakrutus. Ay. Oh, mwambie mfalme unampenda. Mfalme wetu, Bwana wetu Yesu Kristo. Bala basira bala. Mbe sifa kutoka ndani ya moyo wako. Shakriti linana sifratus. Alala riga da baba. Sida baba. Oh, shakala mangri di. Sira la. Siri bodo. I love you. Shala Oh, baba. Mwambie jinsi ambavyo unampenda asubuhi leo. Ribo zala mandara basi gidi bakala. Kutoka ndani ya moyo wako. Rige jiri mandara bala na. Siri bodo bala basi. Angra diga da bala basi. Ay. Asubuhi leo babudu Bwana pale uli. Shangri de. Sira bala mani di. Libara na. Soro Shira la na. Shira Jesus love you. Shibarada. Kipani Sitarama. Shibarada. Kirabarada. Urubu Sata Kebayanda. Mashipara Bayandibus. Lipara Baraba. Kipara Bayandibus. Yes, I love you, Jesus. Shibarada Yandibus. Liparada. Mwambie asubuhi leo. Kalabara mandini kalabara bashika kalabara basira. You are God of all creation. Yeye ndo Mungu wa viumbe vyote. Ni mtawala. Yeye ni mkuu sana. You are glorious in holiness. Yeye ni mtakatifu, mkuu wa kipekee. You are God of all creation. You are God of all creation. Yeye ndio Mungu, muumba wa viumbe vyote. Yeye ndio mtawala. Yeye ndio niko ambaye niko. Yeye ametukuka kwa utakatifu na ukuu. Yeye ndio Mungu mwenyezi. Asubuhi leo tunakuabudu wewe Bwana. Baba sigala baraba. Wewe ndio Baba Mungu muumba viumbe vyote. Shakala barabara. Wewe ndio Mungu mwenyezi. Ni utukufu
wote na mamlaka yote Bwana. Allah rabusa, Allah bala mandiri bala bala. Ay ay ay. Allah mandiri kedi bala bala bala. We worship you, Lord. Awesome God. Oh Lord, we praise you. You are the Prince of Peace. Prince of Peace. You're the mighty, mighty God. We worship you, yeah. You are the King of Kings. Yes, you are. Don't fall my family. Mamudu asubelea. Ramasika. We praise you, Lord. Asino mamudu asubelea. Rapalibusata kabayandelibusa mashipara bayandelibusa kira rakadaba shipali kikabarayandelibusa kaba rapusata kibayan mashaparus rapalibara kepara Sahau kila kitu, sahau changamoto zote. Yachilie mbele za Bwana asubelea. Rabarababa kurubusata kabayandi mashiparababa kiparabayandi libusata kabayandi riparabazonde libu mashiparabara libarababa mashiparabayandi libusata kira. Oh, Rabali Busata, lipa. Barabarabayande de Busa, Likiri Busata Kabayandi, Mashi Parabayande de Busa, Rakapa Papaye, Liki Busata Kabayandi de Busata, Rapure Busata Kida, Mashita Kada, Riparaba. Rapali busata kabayandi mashi parabayandi like busata kabayandi rakate busata kabayandi bus mashi parababa ke paraba mashi de kirabaraba like busata kabayandi mashi parababa kurubusata kida mashi parabazonde libusa rapali basata kabayande libusa mashi kidede busata kabazonde raposata kabayande ligi busata kabaha raposata kida imoshata kibara pali busatai ikabayande libusa mashi kidede Liparababa kuribusata mashi kidede busata liparabayandi keparaba roparibusa mashike de sota kira iparabayoni busata ira mashika dadadis rakepara shepara koribaseta kaya rapare sepa mashike de busata. Oh, mashika dadadayande busa rapale baseta kira mashepara baba busata kabayandi mashikara baba yande lebusa lepusata kabazundi rekere busata kabayande lebusa mashepara baba kurubusata kabayande lepere busata kepara barende lebusa mashepara baba rakale busata kabayande legere de busata kaya mashepara baba kepara bara
Ligere bosata karababa. Shiparada yandele bosa. Rapale bosata kaba. Rapale. Reke papa pasheta kera. Rabale bosande de boseka. Reka papa pasheda da yande. Rabrosa takaba yande de bosa. Mashe para bara baba. Ko para bara. Ligere bosata kaba yande. Mashe pare bos. Shepare bos separa baba. Malele bala shirare. Lidarana de bosi. Lidarayam de bosana. Shiparanale. Shiparanana. Shirare bosi. Lika banana. Shiparada. Shirara. Ibarale. Yes, you are the King of Kings. Rapale bosata ke bashepara. Ramana mama. Maguru Bwana pale ulipasuka leo. Asante kwa neema yako. Asante kwa ukuu wake. Asante kwa ubora wake. Baba, katika jina la Yesu, tunasema asante asubuhi leo. Asante kwa neema yako Bwana. Asante kwa roho yako Bwana. Asante kwa kweli yako. Yako unaishi Bwana. Ndani yako tuna uzima wetu. Mashi parabayandele bosata kaba rika payandele bosata li paraba korabara mashi parabazo le bosata kaba rapale bosata ke bosata kaba yande le bosata kaba yande bos mashi paraba kurro bosata kaba yande le bosata ke mashi para korabara lekere bosata kabayande mashikere de bosata kabayande bosa rapali bosata kabayande bosa mashi para baba kurro bosata kabayande lekere bosata kabayande bosa repara baba shipara baba kurro bosata keba likabayande bosata kala lekara baba shikere de bosata kabayande. Yes Lord, we worship Lebara mana makore bosata kera iparaba zonde de bosa shapara ora bali bosata lekede de bosata keba mashe para baba raka bosata kabayande. Iko nguvu katika jina lako, iko nguvu katika jina lako, iko nguvu katika ukuu wako. Mashe kede de bosata kabayande de bosa raka pare bosata kabazonde de bosa mashe yes, Lord Jesus. Rapale baba shepere bosata kabayande. Asante kwa mguso wako kwa watoto wako. Le para baba zonde le bosa. Hata sasa nguvu yako inapenya kwa watoto wako. Masheke de bosata kabayande. Rapale bosata kabayande. Shipara baba kore bosata rakapayande le bosata kabayande. Le bara kore bosata kabayande le bosa. Masheke de bosata kabayande. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, rakaparaba, sheparaba, gorobo sata, masheparaba, likede bosata kabayande, reparaba, keporobo sata kabayande, masherarara yande bosa, leparaba, sheparaba.
Korobo Sata Kabayandi. Lekerebo Sata Kabanzo. Ay, sopoko. Yes, Lord. Oh, Mashiparabada. Lekerebo Sata. Ibariki jina la Bwana pale uliposhia leo. Sapa kulu bara mandara boss. Ay. Oh, sakrabale umangro kosa parabaya. Asante Bwana kwa nguvu yako. Asante kwa uponyaji. Asante. Yes. Kubadilika la kipekee Bwana kwa kila mmoja wetu. Malingra kusha ikalikra hata sipra hatola mara ni amarosa. Oh, nguvu yako malika sakabaya iko mahali hapa katika namna pekee, na iko juu ya kila mmoja wetu, juu ya kila anayetusikiliza kwenye familia zao, wote bado walipo asubuhi leo, katika namna utukufu sana, katika namna ubora sana. Pasoka la barabazira. Hakuna badiliko ndani yao, kuna badiliko katika fikra zao, kuna badiliko katika mioyo yao, kuna badiliko katika miili yao, katika afya zao, katika jina la Yesu Kristo. Kuna uponyaji na uzima tele. Saprokuta kiti kika poko soka tika. Ai. Oh, nina kwa luka pala ulipo asubuhi leo. Prakushi titamatika lukus kakika suka kika lukusa kira kiteka kuroko sakabaya. Oh, alaraka sikala barabaya. Thank you, Lord. Mangroti separa balabasia. Ay. There's a change. Kuna badiliko ndani yako. Malika rabosira. Pala maro masara basira. Asubeleo. Masika talamanda rakotolo bazira. Haijalishi ulikuwa umekata tamaa, umefika mwisho kabisa. Maklokre kala basira bokora. Pokea ujasiri asubuhi leo katika jina la Yesu. Pokea ujasiri katika jina la Yesu Kristo. Ule msiba ukome katika jina la Yesu ndani yako. Pratosa paramalika sakoloba. Ile kansa neamuru ife na kutoka ndani yako sasa katika jina la Yesu. Malaraba sikili baraba. Oro mchafu wa saratani na kemea katika jina la Yesu. Come out of them. Malaraba sikala baraba. Ay. Nguvu ya Bwana inapenya ndani ya mwili wako. Katika utosi wa kichwa chako, katika nyaya ya miguu yako, kwenye kila tishu, kwenye kila seli. Wewe ambao uliambiwa una siku chache tu za kuishi, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, narejeza afya na uzima ndani yako sasa katika jina la Yesu Kristo. Ile hukumu ya kifo juu yako na ikatilia mbali na ibatilisha katika jina la Yesu. Atamka utaishi katika jina la Yesu. Uzima unaingia ndani yako hata sasa. Malengra kalamo ngra kalibaro bosira. Afya yako inachipuka ghafla kuanzia saa hii katika jina la Yesu Kristo. Na utukufu wa Kristo uko juu yako, juu ya familia yako, juu ya wapendwa wako, juu ya wote wanaohusiana na wewe. Malengra kalabaro basira. Wewe uko na maumivu katika mwili, katika jina la Yesu Kristo mwili wako umefanywa upya asubuhi leo. Umeboreshwa, umeletwa katika uzima, katika afya tele. Mangratilaro basikaratalam rusa katika jina la Yesu. Mangradalabarabasira. Ai. Haleluya. Bariki jina la Bwana pale ulipo. Karibu sana asubuhi leo. Sakala barika la barabazira. Ini amkana Rhapsody. Bwana njema sana ya baraka na ushindi. Unaweza nasi katika namba zifuatazo: 0736 0000999. Wow. Hai, natamani leo ibada ingekuwa masaa mawili. Haya, faktu sakti ligarabazira. Haya. Ili saa lazima lingeishia kwenye kusifu na kuabudu kwanza. Tapenda kusikia kutoka kwako kile ambacho Bwana amekufanyia pale ulipo mtumishi. Sababu kama studio tuliko hivi. Ai, maligra gala buru basira. Ay.
Roma alikwambia sifa yako na kuabudu lazima iwe imeokoka. Haleluya, na kuchokota tena kwa mara nyingine. Zile nyimbo zetu kidogo. Zile nyimbo zetu inabidi ziwe zina unasema ile mashairi. Na lyrics, yani yawe yameokoka, yawe amesheni kweli neno la Mungu. Wimbo ambao tumeuimba hapo kwa tumeutumia kwenye kumwabudu Bwana nao. Unaitwa The God of All Creation, Mungu wa viumbe vyote, na umeimbwa na Lovewood Singers, wale waimbaji wa Lovewood wakiongozwa na Van Schwan. Anyway, kwa wale ambao wanasiana sisi na simjanja, tutakutumia lyrics za au maneno ya huu wimbo. Amen. Utumie mwenyewe kwenye tafakari yako, na pia ukitaka wimbo utakutumia pia. Tunazo group kwenye WhatsApp ambazo wanaweza kuna group kama 2 actually, the broadcast group. Kwa hiyo tunatuma zile Rhapsody kila asubuhi, lakini pia tuna channel kwenye WhatsApp inaitwa Amka na Rhapsody. Kwa hiyo ukienda pale tutapost wimbo na lyrics na kila kitu, utaweza kusikiliza mwenyewe na kutumia kwenye kumwabudu Bwana. Kuna wale watu wanasema ukienda mbinguni kwenye kusifu nasema wataboreka. Pole yao. Kwa kweli, umesikia kile ambacho Mchungaji Steve anasema pole yao, ni kwamba hajajua kusifu na kuabudu nini. Pia mtumishi, ndio kuna kitu nataka kushare na watumishi wa Mungu wanatusikiliza. Ndio. Kuna baadhi ya watu wamekuwa wakiomba mambo mengi sana Mungu awatendee. Lakini Roho wa Bwana anasema anasema na wao, lakini hawasikii. Yaani kile wanachotaka Bwana awafanyie, Bwana tayari ameshasema na wao. Ndio. Lakini hawapay attention kumsikiliza. Wakati huu kuanzia sasa na kuendelea, achana na mambo mengine yote. Pay attention kusikiliza kile Mungu anachotaka kukupa kwa ajili ya kile unachokihitaji. Yes. Umesikia hiyo rema word? Hiyo neno maalum mahususi kwa ajili yako. Kwa Bwana ameshaongea na wewe, but you are busy. Uko na mambo mengi. Moyoni ungesema you are all over. Upo kila mahali, yani unawaza hicho, unawaza kile, unataka kushika huku na kule. Na message moja ya pasta kanasema jifunze pay attention na kuwa makini, kwamba inawezekana huko nje kwa kuna fujo nyingi, yani kuna kelele, kuna vitu vinaendelea, lakini ndani yako kuna utulivu kabisa. Tumeelewa? Yani inawezekana huko nje kuna upepo, kuna tufani, kuna sio tu upepo kabisa, upepo, yani inawezekana kuna mambo yamekusonga, yenye changamoto, yenye vitu vingi, sawa? Lakini ndani ya moyo umejifunza nasema kubeba ile anga lako, yani umetulia vizuri. Alafu kuna mwingine mambo yote yametulia, hakuna shida, una afya njema, una uzima, kila kitu kiko vizuri, lakini ndani mmoja tulia. Yani hivi huko nje watu wakikuangalia wanaona mbona ndo maisha unayo, mbona kila mtu anataka, lakini ndani ya moyo wewe bado yani kabisa. You are perplexed, kama unaelewa maana neno, yani ungesema umesambaratika huko kila mahali, yani hauna tumaini. So you must learn how to control your mind. Tumewahi kusoma hapa Wafilipi 4:8. Wafilipi sura 4 mstari wa 8. Hilo ni andiko la namna ya kudhibiti akili yako. Okay? Muhimu sana, kwa sababu mwanadamu ni roho, anayo nafsi, anaishi katika mwili. Kwa kuna sehemu ya nafsi ambayo ni akili, lazima uidhibiti, uicontrol, uiweke pale chini. Ndio hicho mtumishi wa Mungu hapa anasema kwamba Roho Bwana anakueleza asubuhi ya leo kwamba ameshaongea na wewe. Pay attention, sikiliza vizuri. Ile jibu liko ndani ya moyo wako tayari. Na asubuhi ya leo tunapokwenda katika Rhapsody yetu, nitamani nipitie Rhapsody za wiki nzima, nitoe kama reflection, lakini najua muda umeenda sana. Kwa tuende moja kwa moja kwenye Rhapsody ya 31 leo, siku ya Jumapili. Neno linasema Mungu katika umbo la kibinadamu. Mungu katika umbo la kibinadamu. Andiko la ufunguzi ni Warumi sura 1 mstari wa 4. Neno linasema
kwa kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho ya utakatifu kwa ufufuo wa wafu. Nasema na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu, yani kwamba kuna nguvu ilimfanya adhihirishwe kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Nasema kwa jinsi ya Roho utakatifu, kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu kutoka katika ufufuo wa wafu. Kwamba Roho Mtakatifu alimfufua Kristo kutoka katika ufufuo wa wafu, na hiyo ilithibitisha kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Mtoto wa Mungu anasema, Biblia inatuambia kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Sasa hiyo ni kauli isiyo ya kawaida, kwa sababu Yesu alisema hivyo mwenyewe, na wengine walipomtaja kuwa mwana wa Mungu yeye hakukana. Kwa yeye mwenyewe alisema mimi ni mwana wa Mungu, cha kwanza. Wengine walipomuita kwamba yeye ni mwana wa Mungu hakubisha, akasema mnanitukuza sana, mnaninua sana, mimi siko hivyo. Hapana. Mtoto wa Mungu anasema alithibitisha hiyo kauli au hilo neno. Na lakini kitu ambacho tunapaswa kuelewa, mwana wa Mungu maana yake ni nini? Au neno mwana wa Mungu linamaanisha nini? Na mtoto wa Mungu anasema ameeleza mara kadha wa kadha, lakini inafaa kurudia tena, kulifanua tena, kuleleza maana halisia mwana wa Mungu ni nini. Mtoto wa Mungu anasema mwana wa Mungu haimaanishi mtu aliyezaliwa na Mungu katika namna ya mwili au katika uhalisi wa mwili kama vile ambavyo baba na mama wanazaa mtoto. Mwana wa Mungu maana yake ni Mungu katika mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo Yesu aliposema kuwa yeye ni mwana wa Mungu, Wayahudi waliomzunguka walielewa hasa alichomaanisha. Yaani kwamba leo Mungu amevaa mwili wa mwanadamu. Mungu amekuwa mwanadamu, ndio hiyo maana ya mwana wa Mungu. Kwa hiyo wale Wayahudi walikasirika sana, kwa sababu walielewa maana ya neno ambalo Bwana alimaanisha. Na kwa sababu hiyo walitambua kwamba mwana wa Mungu aliashiria Mungu kafanyika kuwa mwanadamu. Utaona ukisoma katika Injili ya Yohana, utaiona, utaenda kusoma baadaye hapo kwenye sura ya 10 mstari wa 30 mpaka 36. Utaona jinsi ambavyo walitaka kumpiga. Walichukua mawe. Akasema tutakupiga. Akamwambia kwa nini nataka nipige? Kwa ajili ya kazi unazofanya. Akasema hapana, kwa sababu wewe mwanadamu umejifanya kuwa Mungu, yaani unakufuru. Na ndio maana akasema aliwaambia hai. Kwa hiyo basema yeye ni mwana wa Mungu, yaani maana yake ni kwamba Mungu amekuja, sawa, amevaa mwili akawa mwanadamu. Kwa hiyo alipokuwa anaongea nao akisema mimi ni mwana wa Mungu, anamaanisha yeye ndio Adonai, yeye ndio Jehova. Wale washinu wakasema hivi, unatuchezea, unatuelewa? Mungu anasema kwa hiyo walimshtaki Yesu kwa kukufuru wakisema, wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe Mungu? Hili neno zito sana. Ukilielewa ina change. Wale watu ambao, ndio maana nakwambia kuna siku tulikuwa tunaongea hapa nikasema, I think ndio pili kama 2 zimepita labda, kwamba kuna watu ambao wanatumia jina Yesu kulichezea kiutani, wanalibeza, wanalidharau, wanatumia kwenye jokes. Akamwambia mjamjua. Ukimfahamu yaani ulitaja jina lako, utataja kwa hofu na tetemeko ndani yako. Huyu ni Mungu amekuja katika mwili. Anyway, embu tuendelee kwanza. Anasema lakini hivyo ndivyo Yesu alivyo, na ufufuo wake kutoka kwa wafu ulithibitisha hilo, kwamba yeye ni Mungu. Mungu alifanyika mtu, akachukua mwili na kuishi kati yetu ili kutuokoa, ili sisi pia tupate kuwa wana wa Mungu. Kwa hiyo sio tu yeye alivaa mwili akaja kwetu. Lengo ilikuwa ni kutuokoa, atulete katika daraja lake, atupe asili yake ndani yetu. Na leo hii sisi tuwe wana wa Mungu, sio story.
Ukielewa hiyo mtumishi, utasemaje Ukristo ni dini? Utaanzia wapi mtumishi? Haiwezekani, it's not possible. Ukristo sio dini. Kuna dini na Ukristo, lakini Ukristo halisi ndio huu. Ni yaani ni Mungu anaishi ndani yako wewe, ndani yangu mimi, ndani yetu sisi tuliomwamini. Tumeitwa katika daraja lake. Maandiko yanasema, Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 12 mpaka 13, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Uwezo, ability, power wa kufanya kuwa wana wa Mungu, sio baadaye. Lazima ndio wale waliaminio jina lake. Kwa ni sasa hivi. Waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Alafu nasema hii ni story. Story gani mtumishi? Kama ni story, basi ndio the biggest story of all time. Yaani ndio hadithi kubwa, bora, nzuri ya miaka yote, ya milele yote. Kwa mwanadamu akimwamini Yesu Kristo, anabadilika kutoka katika ile hali ya uduni, utumwa, udhaifu. Anapokea asili ya Mungu. Anabadilika, anaitwa katika daraja la Mungu. This is a game changer. Ndio maana tunasema, nakwambia usiseme wewe ni wa kawaida. Sasa mtumishi, mbona mimi ni wa kawaida tu? Mtumishi, wewe ni zaidi ya kawaida. Wewe ni mwana wa mfalme. Umezaliwa kwa Mungu, kwa mapenzi yake, kwa kweli, kwa neno lake linaloishi na kudumu hata milele. Wewe sio choka mbaya, wewe sio wewe sio mhanga wa magonjwa, madhaifu. No. Hapana, mara 100 mara 1000. Bazi kala barabo sokolo baya. Andiko linasema, tazama ni pendo la jinsi gani, sio? Aliyotupenda Baba. Kwamba tuitwe wana wake. Na sasa sisi ni wana wa sasa hivi. Sio baadaye tufika mbinguni. Watu wafikiri tufika mbinguni tunakuwa wana wa Mungu. Sasa hivi tuko mali garaba la buru basika la baya. Kwa unavotembea pale sokoni, pale mtaani, pale kijijini, pale popote ulipo, elewa kwamba wewe ni mwana wa Mungu sasa hivi. Kuna maandiko kusoma inasema angels wana desire, yani wanatamani kuwa sisi. Yani wanatamani vile ambavyo tunavifurahia, kwa sababu ni sisi. Mtu ambaye ana maarifa anasema mimi soma malaika, mimi ni mimi ni hivi tu. Sikiliza, malaika hawana aina hii ya uzima. Wana uzima ambao hauna mwisho, everlasting life. Sasa utatafsiri kwa Kiswahili mtumishi, everlasting. Yani ambao unaendelea na ukomi. Lakini sisi tunaitwa eternal life. Huo ndio uzima wa Mungu mwenyewe. Okay. Ndio maana tuna fellowship na Mungu sisi. Tunaweza kuwa na ushirika, koinonia. Biblia inasema yule aliyeungwa na Bwana amefanyika kuwa nini? Roho mmoja na yeye. Malaika sio roho mmoja na Bwana. You need to understand. Tutonga nasema alituletea wokovu na uzima wa milele ili tuweze kuishi kama yeye na kuwa katika ushirika na Mungu. Sasa tunaweza kuhusiana na Mungu kama watoto wake wapendwa. Tunaweza kuzungumza naye na yeye anazungumza na sisi. Alitupandisha akatuweka katika daraja lake. Leo mnasema mtumishi ana shout. Mtumishi, kuna maana ukisoma unabidi utoke uende nje kwanza upige ukunga afu urudi usome tena useme Ukisoma katika waraka wa kwanza Yohana sura 4 mstari wa 17 inasema, mtoto Mungu anasema alitufanya kuwa kama yeye. Katika hii waraka wa kwanza Yohana 4:17 inasema hivi, kama yeye alivyo ndivyo tulivyo na sisi katika ulimwengu huu. Kama yeye, kama Kristo alivyo sasa hivi. Ndivyo na wewe ulivyo. Tumishi, ndio maana utakuwa kujua wewe nani ndani ya Kristo.
Yaani ukijifahamu vitu vinabadilika. Una ujasiri ambao fedha haiwezi kukupa, cheo haiwezi kukupa, biashara chochote haiwezi kukupa cha ulimwengu mtumishi. Ndio maana Bwana alisema itamsaidia nini mtu? Itamfaidisha nini mtu akiupata ulimwengu wote na anasa zote na akapata hasara nafsi yake? Mwanadamu atalipa nini kama mbadala nafsi yake? Yaani ulimwengu wote na vitu vilivyokuwa vinavyopendeza na kuvutia haviwezi kulinganishwa na thamani ya nafsi moja ya mwanadamu. Janielewa mtumishi? Nenda kafanya evaluation ya thamani ya Tanzania na ulimwengu na Afrika na vyote. Changanya kwa pamoja, havina thamani ya nafsi hii moja ya mwanadamu. Ai, Mungu anasema sasa pia tumefanyika kuwa wana wa Mungu. Ukisoma katika waraka kwanza ya Yohana 3:1 inasema tazameni ni pendo la namna gani aliyotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu. Leo hii wewe na mimi ni wana wa Mungu. Asili yake iko ndani yako, uzima wake uko ndani yako, roho wake iko ndani yako. Wewe sio choka mbaya mtumishi, wewe sio wa kawaida, wewe sio hivi hivi. Haijalishi ulikataliwa pale ofisini, nyumbani au wazazi walikukataa, haijalishi mtumishi, haibadilishi uhalisi huu. Njoo kwenye kweli hii mtumishi. Ishi kwenye hicho ambacho tumekuletea asubuhi leo. Rakisa prakatulu barabaya. Ukiingia ofisini kesho, nenda kana huu mtazamo kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Rakiba la barabozira. Lazima HQ ya mbinguni iko ndani yako. Kama unaelewa hilo neno, yani headquarter, yale makao makuu ya mbingu. Makuu ya mbingu. Unaaba ndani ya moyo wako. Haijalishi unapea moja ya kiatu. Haijalishi una nguo, unasema jozi moja tu. Haibadilishi uhalisi wa wewe ndani ya Kristo. Hai. Tuende ndani zaidi. Muda wetu umeisha. Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 14. Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 14. Na nitaomba pia mtumishi afungue Timotheo wa kwanza 3:16. Injili ya Yohana sura ya 1 mstari wa 14. Neno linasema, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Pia nasema neno alifanyika mwili. Nenda kasome vizuri Injili ya Yohana kama hujawahi kuisoma, nenda kaanze vizuri uone ili neno. Nasema hapo mwanzo palikuwa na neno. Naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu mwenyewe. Kupitia yeye ndo mbingu na nchi na vote vijazavyo vimeumbwa mtumishi. Na ndio maana wimbo tumeomba leo asubuhi tunavyoanza inasema God of all creation. Yeye ndo Mungu wa uumbaji wote. Sasa lile neno liloumba mbingu na nchi likafanyika mwili, likadhihirika katika damu na nyama mtumishi. Masi prakala barabaya. Huwa na kuchokozaga nakwambia neno lako likifanyika mwili mtumishi, unafanyaje? Unalikumbatia na kulipenda na kulifurahia kama ambavyo andiko linasema naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee. Yaani Bwana alivyodhihirika alikuwa ni mwana pekee, kila mtu akimuona he was amazed. Yaani alikuwa anafurahishwa na kuvutiwa kwa sababu amejaa nini? Neema na kweli. Akiongea chote ni kweli. Amebeba neema kwa, yani nasema katika vipimo vilivyopitiliza, yani bila kifani. Sasa wewe neno lako likidhihirika litakuwa limejaa neema na kweli au limejaa sema manunguniko, masikitiko, majonzi, kusengenya? Haipaswi kwa hivyo mtumishi. Litakuwa leo limejaa neema na kweli, limejaa ushindi na utukufu. Wow, mtumishi, hebu soma hiyo Timotheo wa kwanza 3:16. Timotheo wa kwanza 3:16 nasema, na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulikana kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Unasikia CV bwana? Bali kaza la barabazira. Inasema na bila shaka siri ya utauwa ni kuu.
Mungu alidhihirishwa katika mwili. Ndio maana nimekwambia neno mwana wa Mungu maana yake ni Mungu aliyekuja kama mwanadamu, kavaa mwili. Na ndio hii hapa inasema, na bila shaka siri ya utauwa ni kuu, Mungu alidhihirishwa katika mwili, akajulikana kuwa na haki katika roho. Pasakatili kakabaya. Akaonekana na malaika. Unakumbuka malaika walipokuja kushangilia? Wakati Bwana amezaliwa, wale wachungaji wako kondeni, kundi la malaika kubwa likatokea pale, wanaimba, wanasema hosana hosana. For the first time malaika wanamuona wanaliona neno katika mwili. Haleluya, anaangalia vizuri, amekaza macho. Manake nini? Manake ni hiyo nilichosema. Kwa mara ya kwanza malaika wanamuona, wanaona neno katika mwili, kwa sababu neno likiwa kule mbinguni alikuwa halina mwili. Umeelewa? Lipo katika kifua cha Baba. Linazungumza, linatamkwa, linafanya vitu. Hajawahi kuliona, ingawa anaweza kuhusiana nalo. And for the first time wanaliona limevaa mwili, amezaliwa mtoto pale Bethlehem. Anasema akahubiriwa kwa mataifa. Akaaminiwa katika ulimwengu. Na akachukuliwa juu katika utukufu pale alipopaa. Ndio tukisema Kristo ni Bwana mabwana, atujaribu kumpamba mtumishi. Hiyo ni CV yake ya kweli. Yaani ndo wasifu wake, ndivyo alivyo. Ni Bwana mabwana, ni mfalme wa falme. Wow, andiko lingine ambalo utapenda kulisoma pia ni Injili ya Yohana sura ya 10 mstari wa 30 mpaka 36. Kwa muda ulivyo mchache najaribu ngoja nifanye speed reading. Yohana sura ya 10 mstari wa 30 mpaka 36. Andiko linasema hivi: mimi na Baba tu mmoja, tu umoja. Naomba clarification kidogo hapo. Mimi na Baba tu umoja, sio wamoja. We are one, tafsiri ya Kiingereza. Yaani ni kitu kimoja, yaani mimi na Baba ni, yaani ukiniona mimi umeona Baba, ukiona Baba umeona mimi. Ndio maana yake. Angalia kichofuata. Mstari wa 31, basi Wayahudi wakokota mawe tena ili wampige. Yaani kwa sentensi hii wakachukua mawe. Hapo amesema mimi na Baba tu umoja. So of course ndo lugha ya Kiswahili imeweza kubeba hivi. Lakini maana yake ni kwamba yaani ukimuona yeye umeona Baba. Ukimuona Baba umeona yeye. Kwa maana nyingine anasema yeye na Baba yake hawatofautiani. Sasa na mbili Bwana akasema, Yesu akajibu, kazi njema nyingi nimeonyesha zitokazo kwa Baba. Kwa ajili ya kazi ipi katika hizo mnanipiga kwa mawe? 33 wawili wakamjibu, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, bali kwa kukufuru na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe Mungu. Ai, balaraka sika labaya. Akaona anafika mbali sasa. Sasa ngoja sikia jibu la Bwana. Yesu akawajibu, je, haikuandikwa katika Torati yenu ya kwamba mimi nimesema ndinyi miungu? Sisi. Yes. Kwa hiyo akakota andiko kuwaonyesha kwanza nyinyi hata sheria mwijui. Sababu nataka kunipiga mawe wakati andiko limeshasema ninyi ndinyi miungu. Alafu akasema ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu, na maandiko hayawezi kutanguka. Yaani wale ambao wamepokea ile Torati kwa kupitia mkono wa Musa, wale ambao ni miungu na hilo neno linasimama. Mstari wa 36 anasema, je, yeye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni, ninyi mnamwambia unakufuru kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu? Yaani kama neno lilokuja tu kupitia Musa mliliamini na likaa sawa na mkashika ni sheria, kwa na katika sheria hiyo amesema ndinyi miungu. Vipi yeye aliyetoka mbinguni, yeye aliyetoka kifua cha Baba, si zaidi? Yeye ambaye ndio neno lenyewe. Baraka basi gabaya. Ninakasome katika hii Injili ya Yohana sura ya 10 yote, ikaipitie, itakubariki sana, itakuletea ushindi, utukufu, bora na ukuu katika namna tofauti sana, namna ya pekee. Na asubuhi leo, hebu fanya sala hii pamoja na mimi. Fanya sala hii pamoja na mimi pale ulipo. Sema, Baba mpendwa,
Asante Asante kwa ufunuo wa Yesu Kristo. kwa ufunuo wa Yesu Kristo Kama mwana wa Mungu. kama mwana wa Mungu. Yeye ni Mungu Yeye ni Mungu aliyedhihirishwa aliyedhihirishwa katika mwili wa mwanadamu, katika mwili wa mwanadamu, na kupitia ufufuo na wake kupitia ufufuo wake ulinipa uzima wa milele. ulinipa uzima wa milele. Umoja na yeye Umoja na yeye ninaishi ninaishi katika ufahamu katika ufahamu wa uhusiano huu wa kiungu, uhusiano huu wa kiungu, nikitembea nikitembea katika ushirika katika thabiti ushirika thabiti na katika umoja na wewe, katika umoja na wewe, katika jina la Yesu. katika jina la Yesu. Amina. Amen. Ya tumesikia sana. Yaani sasa yenyewe ukiomba unasikia raha, unasikia hamasa. Unasikia pali kasa kabaya. Nasema yani nasema zile ambers of fire, yani zile ndimi za moto ndani zinachochewa. Kama hujampokea Kristo asubuhi leo, nataka nikupe fursa hii. Fanya sala hii ya wokovu pamoja na mimi. Wewe ambaye unatusikiliza na hujazoea mara ya pili, fanya hivyo asubuhi leo. Sema Bwana Mungu, Bwana Mungu, ninaamini kwa moyo wangu wote katika Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu, na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo hii. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo hii. Kupitia yeye na katika jina lake nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuiokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Na maombi haya ni kwa ajili yako wewe ambaye umeamini Kristo asubuhi leo. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema asante kwa wale wote ambao wamemwamini Kristo kwa mioyo yao na kumkiri kwa vinywa vyao. Wanatembea katika upya uzima, wanatembea katika ubora, katika ushindi, katika kweli neno lako. Wanatembea katika utukufu, na yule adui hana madai yote dhidi ya maisha yao. Katika jina la Yesu Kristo wana baraka tele na ushindi kila siku itwao leo. Katika jina la Yesu. Amina. Wow. Kuna ushuhuda mmoja mzuri sana. Sasa of course kwa sababu ya muda sitaweza kusema, lakini actually tunauandalia special program. Yani haleluya, inabidi tusaidie coordinate program moja special ya mtu mmoja wa Mungu mkubwa sana. So pastor na labda nimpe vyeo hata viwili, ni pastor lakini pia ni mtume. Okay. Na amekuwa kufanya kazi ya injili of course mikoani na maeneo mbalimbali kama maeneo vijijini. Sama walipata changamoto sometimes back 2019 somewhere there. Then jambo lilitokea fulani ambalo sio, lakini akasingiziwa akaenda ndani jela. Yes. Sasa mtumishi akapeleka utukufu pale gerezani Mazikra Akle Kraka. Naomba nikwambie, wakati jana nilikuwa na time naye jana, yani naomba niseme I was on my toes, kama unaelewa hilo neno. Yani kila akiongea nasimama kwanza na scream afu nakaa chini naendelea kusikiliza. Masikala barabaya. Hiyo jela ilikuwa na watu 1800. Alipiga injili pale ya kipekee sana. Kuna siku ameongoza ibada. So ibada alikuwa na host makongamano ndani ya jela. Parakasika palarita shika. Kuna siku ameongoza sala ya toba gereza zima na maaskari na Ndumishi, you haven't seen anything yet. Ujaona? Tanzania hii ndumishi, zungumza sehemu nyingine. Nazungumza hapa Tanzania. Makongamano, alikuwa na seminar ndani ya jela. Balarakasika balabarabaya. Yani hivi, umeisoma story ya Yusufu? Kaenda jela, akawa mkuu wa jela. Kwamba aipigwe hatua watu wasimame wakae bila yeye. Mtumishi, kitu kile kimetokea Bongo hii mtumishi. Yani asubuhi kabla shughuli za jela hazijaanza, naomba nitumie huyu mwamba pigwa morning glory. Anapiga morning glory pale, anaomba kwanza ndio mambo yanaanza. Sikla kraka zikra baya. Kwa hiyo jipange, tutakuwa na nafasi hiyo nzuri sana ya kufanya hivyo. Mungu kubariki sana wewe ambaye unatusikiza asubuhi leo. Karibu sana kesho tutapokuwa na kipindi pia cha Rhapsody. Tutakuwa na wakati mzuri wa kupokea simu zako na ujumbe zako zisoma pia.
Siku yako iwe njema, iwe ushindi, iwe utukufu, na unaweza kutoa matoleo yako kupitia lipa namba ifuatayo 50 16 56 53, na kubariki katika jina la Yesu Kristo. Amina. Amen. Amina. Mbarikiwe sana watumishi wa Mungu kwa huduma njema. Amina. Amen.